Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Korea Kaskazini imeashiria kumunga mkono kiongozi mpya wa Iran. Korea Kaskazini imetangaza kuunga mkono uteuzi wa Iran wa Ayatollah Mujtaba Khamenei kama kiongozi wake mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, huku ikilani mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Vyombo vya habari vya serikali vimeripoti. Pyongyang imesema inaheshimu uchaguzi wa baraza la wataalamu kumchagua Khamenei ambaye aliteuliwa kuwa kiongozi mpya mkuu wa Iran mnamo Machi 8 kufuatia mauaji ya baba yake Ali Khamenei katika shambulizi la Marekani na Israel mnamo Februari 28. Kuhusiana na tangazo rasmi la hivi majuzi kwamba baraza la wataalamu la Iran limemchagua kiongozi mpya wa mapinduzi ya Kiislamu, tunaheshimu haki na chaguo la wananchi wa Iran kumchagua kiongozi wao mkuu, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Korea Kaskazini alisema, kwa mujibu wa shirika la habari la Korea ya Kaskazini. Korea Kaskazini imekiri hadharani kuchaguliwa kwa kiongozi mkuu mpya wa Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, kwa mara ya kwanza, huku ikidumisha ukimya wake kuhusu kifo cha mtangulizi wake wakati wa wimbi la mashambulizi ya Marekani na Israel wiki iliyopita. Kutajwa kwa kiongozi huyo mpya bila kumtaja kulikuja wakati msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya DPRK akilani Washington na Tel Aviv kwa kuingilia kwa masuala ya ndani ya Iran katika uchaguzi wa hivi majuzi. Shirika la habari la serikali la Korea KCNA limeripoti Jumatano. Tunaeleza wasiwasi wetu juu ya haya na kukemea vikali vitendo vya uchokozi vya Marekani na Israel ambavyo vinaharibu misingi ya amani na usalama ya kikanda na kuzidisha ukosefu wa utulivu duniani kote kwa kushambuliwa kinyume cha sheria za kijeshi dhidi ya Iran, msemaji huyo alisema jana Jumanne. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti mnamo Machi 1 kifo cha kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Khamenei, mmoja wa washirika wa kimataifa wa muda mrefu wa Pyongyang, na kuthibitisha madai yaliyotolewa na Marekani na Israel siku moja kabla. Msemaji huyo pia alitoa wito wa jumuiya ya kimataifa kukataa vitisho vyovyote vya kejeli na hatua za kijeshi ambazo zinakiuka uadilifu wa ardhi ya Iran kutaka kupindua mfumo wake wa kijamii. Wakati msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje alikuwa na hamu ya kulani Marekani na Israel kwa kuanzisha mfululizo wa mashambulizi tangu Februari 28, hawakutaja mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran yaliyolenga vituo vya kijeshi vya Marekani na maeneo mengine kote katika ukanda. Pyongyang kwa kuchagua imewalani wapinzani wake na inaacha kurejea hatua za kijeshi zilizochukuliwa na mataifa rafiki wakati wa kuripoti matukio ya kimataifa ya kijiografia na kisiasa. Wizara hiyo ya mambo ya nje vile imelani Marekani na Israel kwa kuanzisha vita vya uchokozi wiki iliyopita, huku ikiacha maelezo ya mashambulizi ya kulipiza kisasi. Taarifa hivi punde ya Korea Kaskazini inahitaji Tehran kumchagua kiongozi mpya, lakini serikali bado haijagusia kifo cha kiongozi mkuu wa zamani, baba yake Mujtaba Khamenei, katika kuripoti kuhusiana na tangazo rasmi la hivi karibuni kwamba baraza la wataalamu la Iran limemchagua kiongozi mpya wa mapinduzi ya Kiislamu. Tunaiheshimu haki ya watu hao wa Iran. Vyombo vya habari vya serikali pia vimepuuza hatua ya Marekani ya kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro mapema Januari na kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa rais wa Syria Bashar al-Assad, lakini pia wakati huu ambapo wanataka kufanya mapinduzi ndani ya taifa la Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.